السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير، يا فتاح يا عليم وبك نستعين. Naam, ndugu zangu na tukufu wa Islam, leo hii tunaanza kitabu chetu cha Yasarna al-Quran. Hiki kitabu kina juzuu mbili, ipo juzuu ya kwanza na ipo juzuu ya pili. Vitabu hivi ni vizuri sana kwa ajili ya kumsomesha mwanafunzi, kwa yule mwalimu, lakini pia ni vizuri sana kwa yule ambaye anaanza kujifunza kusoma Qur'an. Uzuri wake, mwanafunzi hawezi kukariri herufi kupitia kitabu hiki. Yaani tofauti na baadhi ya sehemu unaweza kwenda kumkuta mwanafunzi anasoma kuanzia alif mpaka ya, alafu haijui alif yenyewe ni ipi, ba ni ipi, wala ta ni ipi. Ukimwambia nenda kanionyeshe jim pale ni ipi, haijui. Lakini kitabu hiki sio mwanafunzi tu, hata mwalimu mwenyewe hawezi kukariri kwamba ikitoka ba pale inakuja ya. Hapana ndugu zangu na tukufu wa Islam, kitabu hiki kukadirika ni ngumu. Kwa hiyo ni kizuri sana kwa ajili ya kumfunza mwanafunzi. Lakini pia ukiingia kwenye juzuu ya pili, kuna yale maneno mageni ambayo mtu akikutana nayo katika Qur'an anaweza kaonekana kuwa hajui Qur'an kwa sababu ya maneno hayo. Lakini kupitia vitabu hivi yale maneno yamewekwa, maana mwanafunzi hata ukimsomesha Qur'an akimaliza juzuu zake kadhaa ana uwezo wa kujiendeleza mwenyewe. Mfano kama baadhi ya maneno, waqala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, utakutana nalo neno kama hilo humu. Lahwani fadhu, utakutana nalo neno kama hilo, na maneno mengineyo yale ambayo kwamba yanatatiza katika usomaji wake. Kwa kitabu hiki ni kizuri sana zaidi ya sana. Lakini pia katika usomeshaji wa kitabu hiki unaweza kumsikia mtu kwamba amepata matunda kupitia kitabu hiki, lakini ni mfumo aliyosomeshea. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukapata mfumo wa kitabu hiki ule wa kusomeshewa, kwamba kinasomeshwa kwa namna gani, sababu unaweza ukawa nacho lakini pia ukatoka bila kwa bila. Huwa sisi tunavyokitumia katika madrasa zetu, mwanafunzi tukimsomesha hizi juzuu mbili, baada ya hapo hatumsomeshi herufi yoyote katika Qur'ani, bali sisi tuna kazi ya kumsikiliza Qur'an. Nafundisha juzuu ya kwanza, baada ya hapo atairudia mara 3 yeye mwenyewe. Tunamfundisha juzuu ya pili, baada ya hapo atairudia mara 10. Mwanafunzi ana uwezo kwa kila siku akairudia hii juzuu mara 1. Unamweka pembeni hapo, anaanza kuisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndani ya siku 10 basi maneno yanakuwa yamekaa katika ulimi wake. Basi baada ya hapo akishika juzuu ama atairudia kiasi cha haja hata mara 5, 6, 7. Baada ya hapo kama utamwangusha alif lam mim ni sawa, na ukimwangusha wal mursalati ni sawa. Baada ya hapo moto utakuwa umewaka. Nimemfundisha, kuna mtu tena watoto wasiopungua 2 nimewasomesha hiki kitabu kuanzia mwezi wa 5. Basi baba yao akawa kaenda hija. Yule bwana hajarudi kutoka hija, akapigiwa simu na wanawe, tumemaliza mashaf. Yani ilikuwa wote wako juzuu amma, nilipofika wote nikawarudisha mwanzoni kabisa, yani wakaanza hizo herufi mwanzo kabisa. Mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 7 mwishoni, bado yule bwana hajarudi kutoka hija. Anapigiwa na simu na wanawe kwamba baba, sisi tushamaliza mashaf kupitia vitabu hivi. Naam, tunaanza kitabu chetu. Bismillahirrahmanirrahim.
alif 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 ba 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 alif alif ba ba ta ba ta alif ta ba ta ba alif ba ta alif ba ta ba ta alif ta ba ta alif ta alif ba ta sa sa ta sa ta sa alif sa ta sa ba sa jim sa jim alif jim ba jim ba jim ta jim ha jim ha ta ha alif ha sa ba jim ha kha ha kha sa kha jim kha jim sa ha kha alif ba ta sa jim ha kha ha ba alif kha jim ta sa. Naam, walimu zangu pamoja na wanafunzi wenzangu, hadi hapo naona tushashuhudia kuwa kwa namna kilivyopangiliwa hiki kitabu, vyovyote iwavyo mwanafunzi hawezi kukariri hizi herufi. Kwa hiyo mwanafunzi ukimsomesha alif, itamlazimu yeye ajue ile alifu ni ipi. Ukimsomesha ba, itamlazimu yeye ajue ba ni ipi. Ukimsomesha ta, itamlazimu yeye ajue ta ni ipi, kwa sababu tumeshazoea kwamba mwanafunzi ameshazoea kwamba ikitoka ba, kwamba alif ba, ikitoka ba inakuja ta. Sasa hapa anakuta baada ya ta labda anakuta alif tena mbele, au anakuta tha, alafu baada ya tha anakuta tena ba. Kwa hiyo kidogo inamchanganya mwanafunzi. Kule kumchanganya mwanafunzi ndiyo kujua herufi kwa mwanafunzi. Kwa hiyo muombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe. Lakini pia hiki kitabu kinapatikana kwa njia ya PDF. Kama kuna yoyote ana PDF, basi aandike Yasarna al-Quran, atakipata. Kwa yule ambaye kwamba hana, inshallah atanitafuta ili niweze kumtumia. Lakini kwa miji ya Tanga, Dar es Salaam, lakini pia Mbeya, lakini pia na Zanzibar, hivi vitabu vinapatikanwa. Hivi vitabu vinapatikanwa katika sehemu hizo inshallah. Lakini kwa yule ambaye kwamba atahitaji kusikilizwa, maana atajifunza lakini atahitaji kusikilizwa kwamba hivyo anavyosoma ndivyo, basi anitafute kwa namba ya simu 0682780534. Kitabu chetu kinaitwa Yasarna al-Quran, ni kizuri sana zaidi ya sana. Muombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kwa yale anayoyapenda na anayoyaridhia.